Langu jina ni Fatma Juma. Leo tupo na mchambuzi wa kabumbu kutoka Tanzania bara. Usi mwingine bali ni Dominic Salamba. Salamba, habari yako? Safi za kwako? Nzuri, mzima? Namshukuru Mungu. Uko poa kabisa? Vizuri kabisa. 26 umeionaje mpaka sasa? Mapema sana kuweza kuianza kuifanyia analysis, kuichambua mapema sana. Januari. Ndio kwanza, mapema sana ndio kwanza tarehe 5 6 uweze ukaona una kipimo sahihi. Ngoja iende kwanza, tutajua. Ishara bado ipo. Ngoja iende kwa Januari, tuende tutangalia mbele. Okay, tuanze na mechi. Taifa Stars dhidi ya Morocco. Nchini Morocco, Taifa Stars anawazibua goli 1-0. Dakika 90, dakika 4 ya nyongeza. Ilionekana kuna penalty ambayo Tanzania walistahili kupata, lakini kuna namna refa kama alinilio. Tuanzie hapo. Pengine walichokifanya wachezaji ilibidi wazidi kuonyesha muhamko wa refa kwenda kuangalia VAR, kwa sababu tuliona waliokuwa nje ndio walikuwa na muhamko zaidi ya kumfuata refa kuliko wale ambao walikuwa ndani. Isingesaidia. Kwa nini Salama? Maamuzi hayanaga influence ya benchi la ufundi au wachezaji. Maamuzi yanakuwa yanaendeshwa kwa mujibu wa mawasiliano baina ya referee, whether na match commissioner au na mwamuzi wa akiba au na wale watu ambao sisi wanakuwa ni kwenye chumba cha VAR, au ndio wanakuwa wanafanya mawasiliano ya kuweza kutoa, na sio inakuwa ni shinikizo, isipokuwa inakuwa tu kuweza kumremind mwamuzi, kwa sababu anaamini kwamba kuna maeneo pengine anaweza akawaje akapitiwa au alikuwa ameoverlook, kwa hiyo aweze kupitia kwa ukaribu, na ndio maana ikawa VAR, video assistance referee. Kwa hiyo wakati mwingine kuwekeza rate kwa kiwango kikubwa kiweza kapelekea hata kuweza kupata adhabu. Sio namna ya kuweza kupata mazingira ya haki katika mchezo. Kwa hiyo wachezaji walifanya jukumu lao la kuweza kumtaka mwamuzi. Mwamuzi alikuwa na hiari whether aende au asiende. Kwa hiyo hata kama wangesema wagome wamsukume, wangesha kupewa kadi na ingetokea mambo mengine. Kwa binafsi mimi sioni kama palikuwa panajenga jambo la msingi, kwa sababu si mara ya kwanza, si mara ya pili kuona baadhi ya matukio waamuzi wakiwa wanagoma kwenda kwenye VAR. Si mara moja, si mara mbili, tumeweza kushuhudia. Tunatoka na reference mechi ya Yanga Mamelodi, mechi ya Simba Stellenbosch, ziko nyingi tuweza katokea. Kwa hiyo nafikiri wao wenyewe wanakuwa na communications. Kwa hiyo sio kila tukio ambalo litatokea mwamuzi anaweza kaamua kwamba hii sio penalty. Akishaamua hii sio penalty, hata kama kadai VAR, kama akashaamua na maana yuko sahihi, kwa sababu mwisho wa siku VAR sio mwamuzi wa mwisho. Mwamuzi wa mwisho ni referee. Yeye ndio mwenye maamuzi ya kuweza kusema hiki ndicho au sicho. Anaweza akaitwa kwenye VAR na bado akaja akasema kwamba hii kitu tukio hili ni red card au sio red card, au ni penalty au sio penalty. Kwa hiyo itosha kusema kwamba tu lilikuwa ni tukio ambalo limetokea kwenye mpira na imekuwa ikitokea. Kwa hiyo mimi binafsi sioni kama ina sababu kubwa sana ya kwanza kusema tumenyongwa, tujanyongwa, hapana. Kwenye mpira pana mambo mengi ambayo yanakuwa yanatokea, wakati mwingine yanakuwa ni katili, wakati mwingine yanakuwa ni ya kuonewa, lakini isikufanye kuanza kutengeneza mjadala mrefu na ukasahau kwa vitu vya msingi. Sisi tumeweza kucheza na Morocco, tumejitahidi, tumeingia katika hatua ambayo ilikuwa ni kama ni zawadi kwetu ya 16 bora, na tumesha ushindani. Na ambacho binafsi nilikuwa nakitarajia kwamba tuende tukacheze, lakini ili watu waweze kuona kuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo baada ya hapa ni muda wa kukaa chini na kuweza kuangalia our weakness ziko wapi. Nini ambacho ni mapungufu yetu kwenda kwenye michuano inayokuja, ambapo sisi tutakwenda kuwa ni waandazi wenyewe, tukajipange wapi, tulikuwa tuna makosa gani, wenzetu kama Morocco na nchi nyingine wana ubora katika maeneo gani, ili kuweza kuboresha. Hilo ndio jambo la msingi. Kimwisho siku kuanza kufanya uchambuzi, kufanya vipindi havisaidii. Maamuzi shatokea, watu wenye busara na hekima wanakaa chini wanaangalia kwamba je, Morocco ametuzidi wapi? Je, ushiriki wetu hata kama tumeingia katika hatua ya 16 bora, tuliingia katika hali ya kuridhisha? Tulikuwa tuna ushindani wa kuridhisha? Uwezo wetu wa kushindani ukoje? Uwezo wa mtu mmoja mmoja? Kama taifa tuna mipango gani sasa kuhakikisha kwamba tutakwenda kujiandaa na sio kuwa na maandalizi ya zimamoto, kwenda kujiandaa tuweze kuwa na misingi ambayo baadaye itaje kutengeneza mazingira rafiki. Sasa tunafahamu wote, siku zote timu ikiwa nyumbani kokote, hata kwenye boxing kuna msemo unasema kwamba ili uende kushinda ugenini basi umpige mwenyeji kwa knockout, si ndio? Ukimpiga knockout chini pale wanakipa maamuzi anaacha kufanya. Kwa hiyo ili uweze kumtoa mwenyeji lazima uwe bora zaidi yake ndio uweze kumtoa. Tumeshuhudia mara kadhaa zikitoka katika maeneo mengi, na ndio maana ya home ground advantage. Kwa hiyo mimi kusema kwamba tu sifikiri kama pana haja ya kuwa na mjadala mrefu, ilikuwa ni penalty, haikuwa penalty, tumenyongwa. No. Binafsi nafikiri sio kipaumbele changu. Kuna Dickson Job, kuna Ibrahim Abdullah Baka, kuna Bakari.
Nondo Mwamnyeto kutokea Young Africans. Kwa hichi ambacho amekifanya AFCON tumeona, na vile vile ukiangalia katika timu yao wanawakilisha benchi ya wachezaji wa kigeni. Kuna namna tunaweza kusema kwamba Young Africans wamebarikiwa maeneo haya. Yanga ndio timu ambayo ina ukuta imara zaidi Tanzania. Yanga ndio timu ambayo ina ukuta imara. Sio mimi, ni takwimu zipo. Sio mwenyewe nataka kuzungumza, umetaja hapa defense ya watu wanne wote ambao wanaanza kwa national team wote wametokea Yanga, lakini pia goalkeeper anaweza kuona Diarra anachokifanya katika timu yake ya taifa na kuwa miongoni mwa goalkeeper ambao wanazungumzika kwa na ubora bora. Kwa hiyo tukisema kwamba Yanga ndio timu ambayo ina ukuta imara Tanzania, tunakuwa tunazungumza kwa hizo reference ambazo tumezizungumza, kwa sababu Simba sio kwamba wana walinzi au Azam na watu wengine, lakini hatuwaone kupata nafasi katika timu zao za taifa. Walikuwa na kuna Simba walikuwa wana Chemalon, leo tunamuona anacheza. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na ile solid defense ya wachezaji wote wanne katika ukuta, maana kama Diarra angekuwa ni Mtanzania, maana ungesema wachezaji wote watano katika safu ya ulinzi, maana yake wameweza kufanya scouting, lakini pia inakuonyesha kwamba wamekuwa wana maandalizi mazuri na kuweza kuandaa wachezaji wao waweze kuwa katika hali ya kikushindani, kwa sababu katika mchuano hii kama unakosa fitness ya kiwango cha juu huwezi kwenda kushiriki, kwa sababu unakutana na watu ambao wametrain katika maeneo bora sana, watu wenye uwezo wa hali ya juu sana, wana intensity kubwa, wanakimbia sana. Kwa hiyo uwezo kwenda kukabiliana na watu kama hao kwa dakika 90 na ukaweza kupunguza makosa kwa asilimia kubwa, maana yake defense line ina utimamu wa hali ya juu. Kwa hiyo ni sifa kwa taifa, lakini pia ni indicator kwamba training ambazo wanazipata katika timu yao ni training za kiwango cha juu ambacho inaweza kuwafanya waweze kushindana na timu yoyote barani Afrika kwa sasa. Dirisha dogo la usajili limefunguliwa rasmi tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 30 mwezi wa kwanza. Kupitia ukurasa wako wa Instagram Salamba walijuza wachezaji ambao wataachwa na Young Africans msimu huu. Tumeona kuna Andy Boyeli ambao ulisema kwamba Young Africans kuna namna kwamba watamwacha. Tuanzie ni hapo, tuseme kwamba Andy Boyeli amefeli akiwa na Young Africans katika msimu huu ambao amesajiliwa. Yes, alikuwa amechukuliwa kwa mkopo, lakini ameshindwa kuonyesha kile ambacho pengine Yanga walikuwa wamekitarajia. Ndio maana ameweza kumruhusu aweze kurudi kwa timu yake ambayo alikuwa anaitumikia. Kwa maana yake kwamba ameshindwa kuonyesha kile ambacho pengine walitamani kuweza kuwa nacho. Ndio maana ameweza kumwachia na nafasi yake imeweza kwenda kuchukuliwa, na tunaweza kuona juzi wamemchukua Mwanengo na ameanza vizuri, lakini pia watakuwa wanasajili mwingine wa kigeni kuweza kuziba nafasi yake. Tunaweza kusema kwamba Andy Boyeli kakosa bahati kama ambayo alikuwa nao Prince Mpumelelo Dube, kwa sababu tulikuwa tumeona kuna namna Dube alikuwa anakosa nafasi za wazi, tofauti na Andy Boyeli ambaye pia hajapewa nafasi za kutosha ndani ya kikosi cha Young Africans. Ukiangalia mechi dhidi ya KMC alifunga magoli 2 kama sikosei. Sio bahati, issue ni kwamba mshambuliaji sio tu kufunga kama ambavyo wengi wanavyofikiri. Yaani sio tu kwamba kile ukiingia ufunge ndio wewe mshambuliaji, hapana. Ni ule uwezo wa kuweza kucheza katika timu na kuweza kuwa na faida katika maeneo yote ya mchezo. Dube anapata preference kwa sababu tu ya kufunga. Hata kwa national team ya Zimbabwe unaweza kuona mechi zote 3 akacheza za hatua ya makundi kwenye michuano ya AFCON. Dube ana faida nyingi, kwamba kwanza sio tu kwamba anaweza kufunga, lakini pia anakuwa ni sehemu ya timu katika mazingira yote. Timu inapokuwa inashambulia unamuona anaongeza namba, timu ikiwa inashambuliwa unamuona akitafuta mpira. Kwa hiyo amekuwa na uwezo mkubwa kuweza kufanya timu yake iweze kuwa na balance. Kwa hiyo mwalimu yote ambaye anatafuta uwiano atakwenda kumtumia. Kwa hiyo si kwamba Boyeli ameachwa kwa sababu pengine alikuwa afungi tu, lakini aina yake ya uchezaji haikuweza kureflect matarajio na matakwa ya klabu ya Yanga. Wengine wakina nani ambao umewamention kwamba wataachwa dirisha hili dogo la usajili? Na nafikiri kuna uwezekano wakachozungumza mtu kama Musa Balakonte, maana yake haipo kwenye mipango ya mwalimu. Ukiangalia mtu kama Dumbia inabidi aende kwa mkopo aweze kupumzika, lakini pia wanaweza wakaacha, tunaweza kuona Shumana Dennis Nkane ametoka kwa mkopo ameenda TRA, lakini pia kuna uwezekano kati ya Ekue au Boka mmoja hapo akaweza kupisha nafasi yake na kuchukua na mtu mwingine. Ekue au Boka? Yeah. Wangeona nani aondoke nani abaki? Sasa hizo sio jukumu langu. Hiyo ni jukumu la mimi. Unaona lakini uchezaji wao. Nakwambia Ekue au Boka. Kwa hiyo kati yao mmoja hapo anaweza kaondoka. Sasa tutegemeana na mwalimu atakapokuwa ameona nani anafikiria pengine anaweza kapisha ili aingize mtu mwingine ambaye anataka kumsajili. Maarufu Chake ndani ya Young Africans wa Messi. Tumeona safari yao wote Zanzibar pamoja na Damaro. Unaona ataongezea nini Young Africans katika dirisha dogo la usajili ambao wamesajiliwa? Ukiangalia wana mechi tarehe 23 mwezi wa kwanza dhidi ya Farab dhidi ya Al Ahly nyumbani na ugenini. Nafikiri ni ubunifu. Angalia Cheke ni mtu ambaye anakwenda kuongeza kitu kwenye eneo la mwisho, ana maarifa, ana uwezo wa kwenda kufanya defense ya timu pinzani ifanye makosa, lakini pia uwezo wa kuassist na ana uwezo wa kufunga, na kasi yake
ndio itakwenda kuifanya Yanga pengine waweze kuona mahali kitu, kwa sababu wametaka watu ambao wanakuja ambao wana uzoefu, lakini pia wanaweza kuja kuongeza kitu katika klabu yao. Kwa hiyo naamini ni miongoni mwa wachezaji ambao kama atapewa nafasi anaweza kwenda kutoa kitu kutokana na ubora alionao na experience ambayo yuko nayo tokea amekaa katika ligi ya Tanzania. Kwa Yanga kwenda Singida Black Stars, Singida Black Stars kuja Young Africans, kuna namna kama imekuwa ikiwafikirisha na watu wakisema kwamba ni wanaundugu. Tumeona kwa Milod Hamdi ambaye alikuwa ni kocha mkuu wa klabu ya Singida Black Stars, kutoka Singida Black Stars kija Young Africans. Tunaona sasa hivi kwa Musa Balakonte akihusishwa na klabu ya Singida, lakini ikisemekana kwamba ni kama ameleta mgomo. Ni jambo la kawaida kwa sababu sio tu Yanga, kwenye football, kwenye taasisi, kwenye instruction, kwenye hizo institute zote mbalimbali, patakuwa pana mahusiano, hata nchi zinakuwa za mahusiano. Mara ngapi umesikia rais wa nchi fulani kaja Tanzania, au mheshimiwa rais ameenda sehemu fulani, wametengeneza mahusiano, wanafungua milango ya mahusiano, aidha kwenye ajira, teknolojia. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida kuwa na mahusiano na sio dhambi, na ndio namna ya kuweza kushare experience. Tumeweza kushuhudia juzi haya. Kwa hiyo jana rais wa Yanga alikuwa na kikao na rais wa Sevilla, na ni familia pia. Simba waliweza kumchukua nani Joseph Sowa, na yeye tena kwa upewa, na yeye ni familia pia. Ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Simba wamemchukua Hussein na Neema South Africa kwa mkopo kutoka Mamelodi, ni familia pia. Ni mahusiano ambayo kwenye mpira yapo na hayana shida, mwisho siku tu mnakubaliana, kwa sababu hawapeleki wachezaji au kuchukua bure. Pana makubaliano ambayo yanakuwa yanaingia baina ya timu na timu. Wao wanachukua hiki, ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Issue ya mkopo dunia nzima. Baadhi ya nyota wa Man City wako Madrid, wako wapi, ni cha kawaida. Kwa nafikiri sio topic ya kwanza kuizungumza, ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Kuna kipindi Simba alichukua wachezaji 4 kutoka Azam, alimchukua Mwalika Pombe, alimchukua Elstonioni, alimchukua Meduseni, alichukua na mwingine, walikuwa kama 4 hivi kutoka Manula alichukua. Kwa hiyo ni mahusiano ambayo yapo, cha msingi tu mnakubaliana, naona tunachoka mkopo wa namna gani, vitu vya kawaida kwenye mpira. Kwa hiyo sio kama pana ubaya, na ndio kitu ambacho cha msingi kisha kwamba mnaweza kutekeleza mahusiano ambayo mwisho siku kila mmoja anaweza kanufaika. Kwa sababu kizungumzia leo hiyo wamekuja kuchukua kina Damaro, wamekuja Yanga kwa mkopo. Maana yake kama ikifikia Yanga wakaridhika nao, watawanunua. Watakapowanunua maana yake Singida inapata fedha. Kwa hiyo ni mambo ambayo Singida wanakuwa wanatengeneza fedha kupitia hizo partnership ambazo wanazifanya. Wana kombe la shirikisho. Kila mmoja ana malengo yake. Hata kwenye AFCON malengo ya Tanzania sio sawa na malengo ya Morocco, sio sawa na Cameroon na timu nyingine. Lakini wote wapo kwenye mchezo wa aina hii moja. Kwa hiyo malengo yako tofauti. Mtu anaweza kawa na ASEC Mimosa kila msimu anashiriki klabu bingwa na kombe la shirikisho. Lakini ile lengo lake pale ni kwenda kutangaza nyota ambayo iko nao na anauza, na kwenye kila msimu anatoa zaidi ya nyota 4 5 ambao anauza kwa timu kubwa. Kwa hiyo yuko pale anafanya biashara, kwamba sehemu pekee ambayo nitafanya biashara ni kuingia kwenye klabu bingwa au kombe la shirikisho. Nionekane katika tuzo makundi, wachezaji wangu wafanye vizuri, wanunuliwe. Miaka yote yupo, achukue ubingwa, lakini yupo na anafanya biashara kubwa. Kwa hiyo malengo sio ubingwa tu, wakati mwingine malengo ni kuweza kutaka kupata ile visibility, unaonekana na unafanya biashara pia. Alan Okello anahusishwa na klabu ya Young Africans. Nafasi anaocheza kuna Pacome Zouzoua ambaye tunajua huyu amefanya vizuri tangu asajiliwe na klabu ya Young Africans. Kuna Max pia Mzengeli. Endapo Alan Okello kweli ataingia ndani ya kosti ya Young Africans, nini ataongezea? Kwanza Okello nafasi yake tofauti na Pacome, tofauti na Max. Wakina Max wanacheza na Pacome kwa sababu tu wanalazimika kwa Yanga hawajakuwa na natural winger. Ukisema Pacome nani Okello anafanana, nafasi yake ni kama labda mzungumzie kuwa hiyo ni natural winger. Lakini Pacome sio natural winger. Pacome ni kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kucheza katikati au pembeni, the same na Max, sio winger. Ni kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo nafikiri uwepo wake utakuja kuongeza tu chachu, lakini pia kumtengenezea mwalimu wigo mpana wa kuweza kuwa na selection kulingana na mchezo aina ambayo anakwenda kutumikia na mazingira ambayo atakwenda kufanya. Binafsi Okello miongoni mwa saizi ndio nyota wakubwa pale Uganda ambao wamekuwa wakisifika kutokana na ubora alionao, na tuweza kushuhudia hata kwenye AFCON alichokionyesha, amekuwa na kitu tofauti. Kwa hiyo nyota mkubwa ambaye kija Yanga atakuja kuongezea kitu. Yeah. Na pengine kufika finali. Sasa huko mimi sisema kwenye finali. Uone kwamba Yanga anaweza kufika finali? Inawezekana, lakini nafikiri mapema sana. Yaani uwezo ka guarantee. Leo inaweza katokea kwenye mpira, lakini uwezo ukakaa sema Yanga anafika finali. Bado kuna timu nyingine zenye ubora zaidi yake. Timu kama Pyramids ziko vizuri zaidi, Ahli wako vizuri zaidi. Timu ziko nyingi ambazo ziko vizuri. Bado sioni kwamba kuna nafasi ya finali, lakini ikitokea itakuwa ni sehemu pia. Ikitokea ni mafanikio pia. Mwamba Lusaka, Clatous Chota Chama ambaye alikuwa ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba, anahusishwa kurejea dirisha dogo ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Kwa unavyomwona Chama,
ni kama kweli akirudi wekundu wa Msimbazi Simba anaweza akapata na nafasi na nini ataiongezea Simba? Sioni akiongezea kitu Simba zaidi yeye kunufaika. Kwa kama kitokeo dili maana yake itakuwa ni dili yake yeye. Kwa nini? Hana kitu kipya cha kuja kuofa Simba. Yaani sasa Simba wanamchukua Chama wanatafuta nini tena? Si bora mchezaji alikuwa na kwa malengo yapi? Kufika mbali michuano ambao wanashiriki. Si ulikuwa naye? Ulifika wapi? Kuna levels. Yaani kuna kipindi inafika hatua inakuwa imeshafika. Ndio hata Yanga wameamua kuachana kina Aucho na wengine. Kuna hatua inafika hatua limit inakuwa ishafika. Leo hii Chama mchezaji mkubwa ameisaidia Simba, age inasogea. Hawezi kupa kitu kila. Yaani hawezi kila siku. Ndio maana hata katikati pale ulikuwa na Oki ulikana muda mrefu akawasaidii kitu. Yaani mpira unafika hatua hata umri tu. Ulikuwa unakimbia kilomita 30 au utakimbia kila siku. As time goes on 15, hata ukijikaza 6 itafika hatua uweze kukimbia kabisa. Ni mwili. Kwa hiyo kwa watu waliofikia Chama hawezi kuadi kitu kingine kipya. Sana ukimchukua unakwenda kumuongezea tu hela ya nasema ile ya pension ya kustaafu. Kuna mchambuzi aliniambia kwamba kwa jinsi yani tangu Aziz Ki alivyokuwa ndani ya kosti ya Young Africans alivyokuwa Chama hajaona namba 10 mwingine bora kuzidi Chama. Na mpaka sasa hivi. Hiyo ni yeye, mimi siwezi kuzungumza, ungemuuliza yeye. Mimi sio mchambuzi huyo. Hujaona hilo? Mimi siwezi kuongea opinions zake. Siwezi kukaa kujibia opinions za watu. Siwezi kukaa wachambuzi wengi tu. Na kile mmoja anajiita mchambuzi. Kwa hiyo mimi siwezi kuzungumza na mtu ambaye yeye kama ni opinion yake wewe ungemeza naye. Mimi siwezi kulizungumza. Kwa maana Chama. Nini? Koma na Chama. Mimi sio muumini wa kucompare vitu kama hivyo. Kwanza huwezi kumcompare Koma na Chama. Sio nafasi moja, namba 10. Mnapokuwa mnatengeneza hizi content za haya mambo, mmoja kutengeneza uwiano. Koma na umri gani? Kaanza kucheza mpira lini? Yaani leo hii utaanza kuwalinganisha kwa mafanikio yepi? Hata takwimu zinakataa. Koma hata msimu hana. Ndio kaanza. Hata mechi 5 hajacheza. Moja kwa moja hajaanza. Chama amekaa Tanzania zaidi ya miaka 8. Kachukua ubingwa zaidi ya mara ngapi kachukua ubingwa. Kaipeka Simba robo finali. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefunga magoli mengi ya klabu bingwa barani Afrika. Leo je kumkombea na Koma. Tunapozungumzia kwamba Chama hawezi kuisaidia Simba kwa sasa, sio tunakashifu. Mweza kutoa tafsiri. Imefika hatua age imekataa. Tunapozungumzia leo Ronaldo hawezi kumpiku labda Haaland. Kwa sasa hivi Ronaldo hawezi kukompiti kwa sababu age. Hatumzungumzii Ronaldo miaka 10 nyuma. Tunamzungumzia Ronaldo wa leo. Sio, unaelewa? Sijui. Hapa tunamwangalia Chama wa 2026, 2027, sio Chama wa mwaka 2018. Batista yupoje? Umri wako umeenda hata kule nini nachofanya kubwa. Hiyo ipo kwenye wakati wa kustaafu. Vitu vilazimishwi. Inafika hata vitu vinaisha. Yaani inafika hatua mkubali kwamba uwezo wa mchezaji unaisha. Yaani lazima ifike tu mnakubali, msiwe tu mnaendelea kungangania vitu fulani. Inafika hatua. Tukota kina Boko leo wako wapi? Ifika hatua muda umekwisha, wanakuja watu wengine. Wapo kina Zimbwe muda wao utakwisha, watakuja wengine. Ndio football iko hivyo siku zote. Kwa hiyo tunaangalia current. Hasa uwezo ukataa kuforce tu Mazimbwe akupatie kitu kile tu ambacho hapana, umri unaenda. Sasa yupo na watu kaangalia hata airtime yake sio ile. Kwa hiyo ukianza kushoka kama kivuli itawasumbua. Kwa lazima tukubali kwamba kuna watu wanafika hatua uwezo wao na kumfika mwisho. Naweza kusema kwamba Chama kwa saizi hawezi kuofa kitu kingine Simba zaidi ya kile ambacho alikuwa amekiofa. Yaani hana kitu kipya. Yaani kwa ukimchukua ni kama watu wanakuja kumpatia faida ya maisha. Na ni kitu kizuri pia. Wengine kama sababu anamjua, anamfahamu, ndio maana Kennedy Shadow usajili. Kwa hiyo kumfahamu vipi? Yaani kashachezea Simba, anajua Chama ni mtu namna gani na anajua nini ataongezea. Ambacho kinacheza ni kumfahamu, ni kumjua au ni uwezo wa saizi. Sasa wanamfahamu uchezaji wake. Sasa ndio inasaidia kitu kufahamu uchezaji wake. Nini ambacho kasaidia? Haisaidii kitu. Ukishafahamu so what? Hakuna, haina sababu nyingine. Steven Becker ataongeza nini Simba? Ukiangalia amekuja kipindi ambacho Simba amepoteza mara 6 mfululizo na mtani. Wamepoteza mechi zote 2 ligi kuu ya mabingwa barani Afrika. Wamepoteza mechi moja NBC Premier League 2025 2026. Mafanikio hapo kwa mwalimu tu. Mafanikio ni timu. Yaani vinategemeana. Kuwa na management nzuri, kuwa na wachezaji wazuri quality, kuwa na mwalimu mzuri, alafu kuwepo na harmony. Unaweza ukawa na wachezaji wazuri, ukawa na kocha mzuri, ukawa na viongozi. Ile kama hakuna ushirikiano, hakuna kitu. Pia ni mchezo ambao unahusisha ile willingness ya mtu. Yaani mtu awe happy kucheza.
Kwa sababu mwisho siku ubora wa mtu lazima mtu awe willing, awe free kuweza kufanya. Kwa jambo la kwanza ni kutengeneza timu ambayo inakuwa ina mahusiano, timu ambayo itakuwa ina hali ya kupambana, timu yenye ubora ndio utapata mafanikio. Makocha wote ambao mpita Simba, mimi sijamuona kocha mbaya hata mmoja. Hata mmoja sijamuona. Yaani anafungwa na Yanga mara zote, si kwamba ana walimu wabaya. Anafungwa na Yanga mara zote kwa sababu Yanga wana ubora kuliko Simba. Sio makocha, sababu kocha hachezi. Kwa hivi sasa. Unaona? Amefungwa mara saba mfululizo, si kwamba Simba alikuwa na walimu wabaya. Alikuwa na kina Benchika pale walimu wakubwa, amekuwa kina Robertinho walimu wakubwa na walimu wengine waliopita. Amekuja Fadru mwalimu mkubwa, leo yuko anacheza mpira, anafusha mpira huko. Anafungwa kwa sababu Yanga wana quality ya juu kuliko ambayo wao wako nayo. Kwa hata kama ukimchukua Steven Becker akafika pale, kama quality yako haijapanda utafungwa tu tena. Kwa sababu kocha kazi yake ni kutoa mbinu na wachezaji kazi yao ni kuweza kuzigrasp na kuzifanyia kazi. Lakini kwa siku lazima uwe na uwezo wa kufanya improvisation ili kuweza kupata vitu vya ziada. Kwa hiyo Simba mafanikio yanakosekana kwa miaka hii karibuni, si kwa sababu hana mwalimu mzuri. Ni kwa sababu anaoshindana nao kwa maana ya Yanga wamekuwa na ubora zaidi ya yeye ambao yuko nao. Ndio wanashindwa compete na klabu ya Yanga. Tumalize na hili. Diarra kamwagiwa maua sana mtandaoni. Kila mtu yuko Diarra. Kwa upande wako Salamba. Mimi ndo niko mtu wa kwanza kusema kwamba sio siku mwaga maua, sio leo. Mimi sijazungumza leo. Miaka imepita hapa niliwaambia kwamba mlianzisha, mlikuwa mna mjadala wenu kwamba Diarra na Aishi Manula. Na Manula nataka nikurudishe huko nyuma. Diarra na Manula wakaanza kushanisha, nikawaambia kwamba Manula ana vitu vingi vya kujifunza kwa nani? Diarra. Ikazua mjadala mkubwa mpaka kwenye radio. Na ukaona pengine nimemkosea Aishi Manula. Na pengine sio mzalendo, nilizungumza hivyo. Lakini baadaye Diarra yupo, Manula hayupo, na ameendelea kuthibitisha. Kwa nafikiri hilo swali muende mkaulize wale ambao walikuwa na criticize. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuambia kwamba Aishi Manula ana mengi ya kujifunza kwa Diarra. Kwa hiyo mimi leo ukija kuniambia kuhusu Diarra, yani sio story mpya kwangu. Ninawaprove tu kwamba nilikuwa nimeona kitu kikubwa ambacho wengi walikuwa hawajakiona. Watu wanapenda kuzungumzia hisia na kushindanisha bila kuangalia facts za uhalisia zimekaa. Kwa mimi kwangu hiyo ni sio issue, kwa sababu nilishajua kwamba ni ndio golikipa bora kwa kutokea kigeni kuja Tanzania kucheza. Golikipa bora kwa kutokea Tanzania kigeni ni Diarra. Nishazungumza yote moja mrefu. Kuwahi kutokea kwa kigeni ni Diarra. Anaweza siwepo pengine msimu ujao. Mpira ni biashara, pale sio nyumbani kwake Yanga. Sio baba yake, sio mama yake. Ile ni biashara. Na unafanya vizuri katika mchezo mikubwa kwa maana ya kutengeneza, kukuza career yako. Kwa sababu wao ni ajira. Hawajani hawa sio wanachama wa Kwezi Club. Kwa hiyo kiko pale kafanya vizuri, umefika robo finali, umefika nusu finali, umefika finali au whatever, timu zimekuona, zinakaa mezani nafanya biashara na unakwenda kwenye mafanikio mengine ya juu. Wewe huko Ben TV, kesho kwa sehemu nyingine, dau likipanda unaondoka kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni swala la ajira. Huwezi kusema kwamba ataendelea kuwa Yanga wakati demand yake kubwa na kwa timu zinamhitaji, haiwezekani. Kwa hiyo moja ya faida ya michuano hii ya AFCON, klabu bingwa Afrika, ni michuano ambayo inapata nafasi ya kuweza kushuhudiwa na watu wengi, mawakala wengi wakubwa, timu nyingi kubwa. Kwa hiyo ukionyesha kiwango bora, maana yake rahisi watu kupiga hodi na kutaka kuleta ofa kwenye klabu yako, na baadaye unaweza kwenda kufanikiwa kwenda kwa sehemu nyingine na kuimprove maisha yako. Kuna mechi ilichezeka Tanzania dhidi ya Nigeria. Baka alimkaba, sijui niseme kumkaba vizuri, Victor Osimhen. Maneno akawa ni mengi kwamba akawa anahusishwa na Fulham sijui kutoka England. Kwa leo hii Djigui Diarra kuna wengine akasema kwamba pengine Manchester United wanaweza kumchukua, lakini kwa sisi Tanzania kuna namna kama wanakuwa hawaamini. Unahisi kwa nini? Kwanza mimi ndio nakusikia Manchester na Diarra wapi na wapi? Level zake ni za huko. Mnapenda story. Kwani hawezi kwenda kucheza Manchester United? Hata wewe kwenda kucheza Manchester. Kama ndio rahisi, watu wanaweza kwenda kucheza. Kwa ndio maana taamini. Kumbe ni ngumu. Hatujafikia hivyo. Unajua watu mnazega rate sana vitu. Na ndio moja ya changamoto ya Tanzania hiyo. Yaani vitu mnavikuza, mtu tu atoke tu Yanga ati Fulham. Hivi nyinyi pia unachukuliaje? Yaani hivi vitu sio vitu vya simple case. Ndio maana hatufanyi uwekezaji mkubwa. Tuko serious na mambo ya lobby. Yaani watu ambao tunapenda sana lobbying. Yaani vitu vikubwa mnavidiscuss katika majibu mepesi mno. Ndio baya. Leo utasikia mbona kwa watu wezi wala hamna kitu. Yaani watu ambao tunapenda kuchukua vitu very complex, kuvilainisha na kutengeneza comparison ndogo ndogo, vije kwa vinawezekana. Yaani leo utoke tu Yanga Afrika eti umeenda
Fulham. Umetoka si Yanga umeenda Manchester United. Are you serious? Sio rahisi hivyo. Sio rahisi tu kudaka tu, sio rahisi hivyo. Sio rahisi hivyo kama mambo wanafikiria, na sio rahisi hivyo. Mpira huko hivyo. Unaweza ukaamka, wale wenzetu waenda mbali wanaangalia vitu vingi. Sio tu kutamka leo asubuhi umepenga penalty, sio umemkaba Osimhen, sio vitu gani? Hayo umemkaba Osimhen so what? Kwani Yanga pale Taifa Stars iko cheza na Osimhen au na Nigeria? Nigeria. Matokeo ngapi? Tulifunga. Sasa bwana. Anyway, ndio maisha ambayo tuko nayo Tanzania. Yaani tunapenda yani kusimplify vitu sana na kutengeneza comparison. Kesho utasikia Diallo mpaka Barcelona. Sio rahisi. Hapa kuna stages za kuandaa. Hivi vitu vinaandaliwa yani kwa muda. Waone wale Kameruni, waone kina Hamadi wale wa Ivory Coast, angalia kijana mmoja jana mcheza Kameruni yule Stokao yuko Bayer Leverkusen, waangalia wachezaji wengine wengi ambao wako ni vijana ambao wametengenezwa, wanapita katika misingi njia. Kiwango unaweza siku tukaamka ukakionyesha, lakini je, una uwezo wa kumaintain kwa kiwango? Sasa hiyo maintenance haiji tu from nowhere. Unaona, leo tumekwenda ufunga magoli mawili, basi leo uende Man City kwa sababu umefunga magoli mawili. Haipo hivyo mpira huko hivyo. Shukrani sana. Karibu tena.